Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mashuke. Kuachana na mtu rasmi. Kutopendezewa na maneno ya mtu. Mtu kuonesha heshima kubwa kwako. Utamjali mtu baada ya kuonesha ukaribu kwako. Changamoto tofauti kukufikia kwa wakati mmoja. Utakuwa mwenye uchovu sana. Kumfungukia mtu kuwa uko tofauti na anavyokufikiria. Nyota ya ng'ombe. Utahisi maneno ya unafiki yanayoongelewa. Mtu unayemfikiria naye anakutaja sana. Kupunguza kufanya kazi sana. Kumheshimisha mtu kwa ukubwa. Kutaka kitu kwa haraka. Wateja uliowazoea kwenye biashara yako watakuwa mbali na wewe. Nyota ya mbuzi. Uhitaji uwe huru. Utatoa neno litakalomshtua mtu. Kuvumilia mengi. Kuhisi mwisho wa kitu unakaribia. Kufarijika kwa kitu. Kumwekea mtu kinyongo. Mtu atajitenga mbali na wewe. Kusikiliza kitu kwa umakini. Kutoa pesa kwa sababu ya jambo lako litimie. Nyota ya samaki. Bahati njema ipo upande wako. Utafanya mtu ajishtukie. Mtu atakwambia kuwa una macho makali kila ukimtazama. Kuambiwa pia una kiburi baada ya kumpuuzia mtu au kupuuzia kitu. Kutafuna kitu mara kwa mara au kuweka kijiti mdomoni. Kufahamu uzito wa jambo ambalo hukulichukulia maanani au kwa hali ya ukubwa. Mtoto kukucheulia. Kufikisha ujumbe kwa mtu. Kusamehe kitu. Mtu kuchukua kitu chako bila ridhaa yako. Utajifunza kitu kwa mtu. Kutamani au kuomba uongezewe mshahara kwa mwajiri wako. Utalihangaikia jambo lenye ugumu kutimia. Utafikiria kujirudi kwa mtu. Utafanya chaguzi bora kwa kitu. Kutambulishwa rasmi sehemu. Mtu kukutamkia maneno mabaya. Nyota ya nge. Mtu anafikiria kujirudi kwako. Kutolipwa kitu chako kwa wakati. Kuongezea mtaji. Ushirika wako na mtu kupungua. Utakuwa na tahadhari kwa mtu. Kujishtukia kuongea kitu. Kuhisi kuelemewa. Kuhitaji utulivu wakati wa kulala. Mtu atakuelewa usemacho. Kuna jambo litakalojitokeza sehemu uliopo. Kumuona mtu akijiinamia sana kwa mawazo. Mtu atajitetea kupitia wewe. Mtu kupunguza upendo kwako. Kuijua dhamira ya mtu. Hutokuwa na msimamo kwa jambo. Kuzoeleka sehemu. Utakuwa mwaminifu kwa jambo litakalo kuongezea heshima. Utathibitisha neno la mtu kwa kitakachotokea. Nyota ya kaa. Utamjua mtu mwenye kukuwekea ugumu kwenye mambo yako. Utahailisha kitu. Mtu anashindwa kujiondosha kwako moja kwa moja. Kumwazia mtu ambaye ulikuwa huna hata muda naye. Utakuwa mwenye makubaliano mazuri na mtu. Utazidisha umakini kwa mpenzi wako. Utafanikisha jambo la mtu. Nyota ya punda. Hutofanya kitu fulani mpaka ujihakikishie au upate uhakikisho wake. Kuna mambo yatakayoingiliana kwako na kutoweza kutimiza kitu kwa wakati. Kufuatilia jambo la mtoto au watoto. Kufanya mzaha kwa jambo lenye umuhimu. Mtu kupenda kukusikiliza kwa unavyomshauri. Kuelezea ukubwa wa kitu. Nyota ya simba. Utahisi ni salama zaidi ukiwa mwenyewe. Hii ni baada ya mtu kukufanyia jambo ambalo si zuri. Kuamini utafikia unapopahitaji. Kusahau kufanya marekebisho ya kitu. Kutamani maelewano na watu fulani. Nyota ya mshale. Kuimarisha upendo wako na mtu. Kuhisi kuchoshwa kwa jambo. Kupata usumbufu wa kitu fulani. Kuna hali itakayokuwa inakujia na kuondoka. Baadhi yenu kupata homa. Kumuona mtu ambaye umefanana naye. Kuridhia kulipia kitu. Jambo lako kufanyiwa kazi. Utaondoshwa kwa mawazo uliokuwa nayo. Upo wepesi utakao kufikia.
Utaujua umuhimu wa mtu. Utapata kitu kwa sababu ya mtu fulani. Nyota ya Mizani. Utapata mawasiliano na mtu uliyepezana naye. Utaonesha nia yako ya kweli kwa mtu. Kuna wakati utakuwa mwenye uoga kwa mtu fulani. Utahisi jambo kufahamika. Utafanya kitu kwa umakini ili usikosee. Utatamani kitu kitokee au kimkute mtu. Utamuhisi mtu ni adui kwako. Kichwa kukuuma sana. Kuna mtu atakaye kufanya uwe mnyonge. Kutoridhia jambo. Upendo wako kwa mtu utarudi kwa kasi sana. Nyota ya Mapacha. Kumhofia mtu. Kuchelewa kufika sehemu kwa wakati wake. Mtu atakushirikisha jambo lake ili apate msaada. Kupenda kujua kitu. Utakuwa tofauti na mtu alivyokuzoea. Kuhitaji kuwa mpya kwa mwenendo fulani. Nyota ya Ndoo. Kuangaliwa sana. Kunufaika na kitu. Kupunguza kuwa na ukaribu na mtu. Utajaribu kitu kwa mara nyingine. Utakuwa una wasiwasi na kitu. Kupata hali ya vichomi. Baadhi yenu kutafutiwa kazi. Mtu anahitaji kuungana na wewe. Utakuwa mwongeaji sana ukiwa na mtu fulani. Utakumbushwa wema ulioufanya. Utachaguliwa kuongoza. Utapenda kuwa peke yako. Utamwongelea mtu kwa namna nzuri. Kupatiwa salamu ya heshima. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.